Tusaidieni serikali, tuko chini ya miguu yenu. Tunaomba, tuko chini ya miguu yenu. Kiukweli pia wana Kisongo tumechoka kutokana na changamoto ya barabara hii ya Dodoma Road, ambapo ukiangalia sio hapa tu. Ajali kwa ambazo zinazotokea hapa ni nyingi mno. Na viongozi wetu hapa hakuna wanachosikiliza. Tumechoka kuzika. Hatuna kivuko. TANROADS tutaweka rasta. Rasta ni mbadala wa matuta. Tutaweka rasta na tutaweka vibao ambayo askari watakuwa na watoza watu wanaokimbiza kwa spidi. Kwa leo mtazamaji, leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika kijiji cha Ingorora kilichopo katika kata ya Kisongo, ni wilaya ya Rumeru mkoani Arusha. Tuko katika barabara ya Dodoma Road. Barabara hii ambayo wananchi walikuwa wameifunga kwa kile ambacho wameeleza kwamba ni kutokana na ajali ambazo zinajitokeza mara nyingi. Leo asubuhi watu watatu wamegongwa katika barabara hii, na siku za nyuma pia wamegongwa watu wengine. Tumezungumza na wananchi hawa wakiomba serikali na mamlaka zinazohusika kuwawekea tuta hapa ama kuweka alama za barabarani, kwa sababu eneo hili wanavuka wanafunzi wakiwa wanaenda shule, lakini vile vile kuna makazi ya watu mengi. Tumezungumza na diwani wa kata hii ya Kisongo, Bi Violet, akieleza kwamba tatizo hili analifahamu na alishalifikisha katika mamlaka zinazohusika, kwa maana kwamba alishawaandikia pia barua TANROADS ingalau waweze kuweka alama za watembea kwa miguu katika eneo hili kwa sababu ya usalama wa wanafunzi pamoja na wananchi raia. Tumemtafuta meneja wa TANROADS mkoa wa Arusha kwa ajili ya jambo hili ambalo wananchi wanalilalamikia kuhusiana na uwekaji wa alama za barabarani katika eneo hili. Tusaidieni, watoto wetu wanaisha. Wanatuachia wende wa mwali na wajukuu, tunashindwa. Tusaidieni serikali, tuko chini ya miguu yenu. Tunaomba, tuko chini ya miguu yenu. Tusaidieni. Mama Samia, wewe ni mama. Ni mama kama sisi, tusaidie mama. Tunaomba, tuko chini ya miguu yako. Tunanyenyekea, sisi ni Watanzania wenzako. Tunakuomba mama, tusaidie. Tusaidie, watoto wanaisha jamani. Mwandishi wa habari, niko chini ya miguu yako. Tufikishie ujumbe baba. Tufikishie ujumbe, tumaisha watoto. Kila siku ajali baba. Sisi ni wakulia kila siku baba. Tusaidie. Tusaidie babangu, tunakuomba. Mwambie mama tuko chini ya miguu yake. Mwambie mkuu wa mkoa tuko chini ya miguu yake. Mwambie yoyote ambaye yuko huko juu. Tuko chini ya sisi, ndio wananchi wake. Tunachokitaka hapa ni tunaomba bamsi. Tunaomba bamsi au zebra. Tunaomba zebra ya kuvukia. Zebra ya kuvukia. Maana angalia manyumba haya. Kila mahali manyumba. Bila bamsi, bila zebra tunashindwa. Tunakuomba babangu. Tufikishie ujumbe, tunakuomba. Tuongee kwa pole pole, maana ukunga usaidii. Baba, sisi tumechoka. Kwa mwezi ajali mara 2 mara 3. Kama kuna roho ya ajali wakituwekea highway, kila tukienda wanasema highway. Hii highway bila watu itakuwa highway. Si amna baba, tunakuomba. Ulivyokuja, umekuja vizuri. Tusaidieni kutufikishia ujumbe. Tuko chini ya miguu yenu. Tuko chini ya miguu yenu. Sawa? Tunaomba. Maana hata kama ingelikuwa ni wewe, unakaa mta, unaogopa hata kuvuka. Tunaogopa hata kuvuka. Ukiona mtoto ndio kabisa. Tunaomba babangu, tusaidieni. Mwambie mama, waambie watu walioko huko juu, watusaidie. Maana bila wao haiwezekani. Ajali imetokea hapa juzi. Watu wamegongwa 3. Hatujakaa sawa, baba mwingine akagongwa. Leo tena mtu akagongwa. Sisi wananchi tumesimama barabarani kuweka mawe hata ili tupate mwafaka wa bamsi. Hatujapata. Mwishowe tunatimuliwa na mabomu huku. Sasa sisi hatima yetu ni nini? Sisi tunaomba bamsi, tunateseka. Watoto wa shule wanaenda, wanagongwa. Kila siku ni ajali. Spidi ya magari hapa huwezi pita. Tunateseka na viongozi hawatusaidii tu. Ni 5 waliokufa. Majeruhi mpaka sasa hivi bado wako wengi. Wamekufa kwa mwezi huu. Ajali kwa ambazo zinazotokea hapa ni nyingi mno. Na viongozi wetu hapa hakuna wanachosikiliza. Hao viongozi ndio wanasupport kutoa maji barabarani. Wanaruhusu gari ziendelee kutembea. Sasa sisi ndio tunaumia kwa sababu sisi ndio tuko hapa tunasaidia watu. Kwa hiyo tunachoomba sisi viongozi watuwekee sisi nini? Bamzi tu. Ndicho tunachokitaka ni bamzi. Kwa sababu hebu angalia kama leo hii hapa tuko tunaweka bamzi, wanakuja na mabomu. Tunaondolewa na mabomu. Viongozi hao ndio wako wanatoa mawe barabarani. Wengine mpaka tunaambiwa kwamba tukamatwe. Mfano kama mimi nimeshapiga picha. Inakuwa ni kama tu. Kwa sababu gani? Kudai bamzi.
wakati watu wanakufa hapa. Mtu anagonga kutupiwa huko, hivi ni haki kweli? Huyo pia ni binadamu na ana haki pia vile vile. Kwa sababu tunataka ni bamzi hapa. Tunataka ni bamzi. Tumefukuzwa na mabomu. Tumefukuzwa na mabomu ndio hapa. Tumefukuzwa na mabomu. Tumefukuzwa na mabomu. Wale pale wako na mabomu. Tumefukuzwa na mabomu. Tumefukuzwa na mabomu. Na moja hapo ni mimi nimeambiwa kwamba nimepigwa picha na nilikuwa nataka nikamatwe. Nikaambiwa sababu kukamatwa ni nini? Eti wanachochea. Kuchochea kwamba kwa bamzi. Wakati watu wanakufa hapa. Wadogo zetu wanatoka shule. Tunafanya kazi kuwavusha hapa. Kwenda kwa iwekwe bamzi ili ustaarabu wa magari uwepo wa kutosha. Kama hawezi kuweka bamzi, matrafiki wawepo wenyewe hapa. Muda wote wawepo hapa kila siku. Wao wanavusha wanafunzi na wao wana control usafiri unazopita hapa. Hicho tunachokitaka ni hicho. Hatutaki trafiki. Sisi tumeshachoka. Kila siku ajali za kila mara. Tunahitaji bamsi. Tuna watoto wanavuka hapa wanaenda shuleni. Shule zimetuzingira kama Inoti hapo, Ngorora. Watoto wanavuka hapa kila siku. Tunakosa amani tukiwa tunawaachia watoto waende shuleni. Mpaka tuje tuwavuke barabara, turudi tuwafuate shuleni tuwarudishe kwa sababu ya ajali ya mara kwa mara. Tumeshachoka sisi, tunaombeni bamsi. Ndio. Na leo wamegongwa wangapi? Leo wamegongwa 3. Wamekufa ndio, wamekufa wote na hatujui tu. Yaani Muhindi pamoja na mdada na dereva toa alikuwa anawabeba. Wamekufa hapa. Da Express imekimbia imeenda kukamatiwa duka bovu. Ndio, kila siku inagonga zinakimbia, hazisimami na zikigonga hatuwaoni wa maaskari. Leo tumefunga barabara ndio maaskari wakaja. Ingekuwa tujafunga barabara maaskari wasingefika. Juzi mwingine aligongwa hapa. Wakafanyaje? Wakaenda kumtupa barabara ya East Africa. Hivi sisi asubuhi usipomvusha mtoto barabarani, una amani, unamvusha mtoto unakuja kumvusha tena kwa mara ya pili. Kwa nini tuteseke? Tunahitaji zebra, kama hataki zebra aeke bamsi. Kuna watoto wa Sokoine wanashuka Monduli, wanakuja yule kaka hawezi kufukisha watoto barabara. Alafu wale watoto wanashuka wanatembea miguuni. Sasa wale watoto wadogo wenyewe wanakimbilia barabarani. Tunahitaji zebra au bamsi tupate haki yetu. Maana wale watoto ni wadogo sana. Wale watoto ni wadogo. Kila siku tunapata ajali. Matatu ajali imetokea hapa. Watu wawili wamekufa hapo hapo. Jumanne ajali imetokea hapa. Yule mbaba amekufa hapo na cha ajabu wakaenda kumtupa wapi? East Africa. Huku ndugu wanamtafuta hawamuoni. Na kuna serikali. Tunataka nini? Kivuko. Tuna watoto wanatoka shule wanavuka hapa. Inakuwaje? Leo yenyewe ajali. Boda boda wenyewe wanauliwa ovyo. Tunafanyaje? Tuna watoto kila siku ajali. Na matrafiki wenyewe wanaona hapa ajali kila siku. Funga barabara kwa sababu gani sasa? Ajali imetokea watu 3. Watu 3 wamekufa hapa. Sawa. Sasa tunafanyaje? Na gari ile mgonga imekimbia, wamemkamatia Munduli. Inakuwaje? Hajakamatwa bado. Tunafanyaje? Ni kwa sababu kila siku ajali zinatokea na kila siku tunawaambia waeke bamzi lakini wanashindwa kufanya bamzi. Yaani aishi wiki lazima watu wafe hapo barabarani. Kwa hiyo tumepanga mawe hapa, bomu la wachezaji limepigwa, watu wamesambaratika. Kwa sababu kila siku kero watu wanakufa hapa, driver tondo wanakufa kila siku. Jumatatu vijana wawili wamekufa hapa pikipiki na siku ya Jumanne kuna mtu aligongwa hapa, mtu wa gari akamchukua akaenda kumtupia East Africa. Sisi tumekaa tu hapa. Tuko hapa hivi, wamekuja wamepakia bila kwenda na mwenyeji wetu. Baada ya kwenda wenyewe wakaenda wakamtekeleza huko barabarani nje ya kwenda East Africa. Naitwa Adam Lazaro Laiza, ni balozi wa shina namba 10 kutoka kwenye kijiji cha Ngorora. Shida kubwa hapa, bamzi tuwekewe bamzi. Hii wiki iliyopita tumeshapoteza wananchi wawili wamekufa kwa ajali. Umeona? Wiki iliyopita wawili, juzi tena mmoja akafa hapa. Leo tena ni ajali nyingine. Tunaomba Mama Samia tunaomba hii kijiji chetu ionekane TANROADS hapa waweke gamzi. Kisa barabara ni rough road. Umeona? Ni rough road. Tumeshapeleka malalamiko mpaka kwenye ofisi yetu ya mtaa. Watu wanakuja kwa mpaka kwenye mikutano. Msaada hatupati. Tunaomba msaada. Wananchi ni wa kusaidiwa. Wananchi sio wa kufanyaje? Wa kuteketezwa. Wamama wamechukia sana. Iko siku hapa watoto wa shule wataishi hapa.
Asubuhi saa 12 watoto wanakimbizana kwenda shuleni. Iko siku watoto wataisha hapa. Kwa ajili hatuna bamsi. Tunaomba msaada wa bamsi hapa. Na parking, na pia parking hatuna. Parking hatuna. Haitasaidia maana sio kila siku wako. Sio kila siku hapo. Traffic wako hapa kila siku. Traffic wanakujaga hapa siku ikitokea ajali kama unavyoiona. Juzi hapa watu wamefariki hapa. Watu hapa wamegongwa na gari hapa. Noa. Umeona? Watu wamekaa barabarani, marehemu amekaa barabarani ndani ya masaa mawili. Kuanzia saa 1 mpaka saa 3 usiku. Hatupati msaada. Umeona? Lakini shida yote ni barabara ni rough road. Hatuna barabara, hatuna bamsi, hatuna parking. Hata gari hapa ukisema wewe mwenyewe ni shahidi hapa. Kuna sehemu ya gari kushusha abiria hapa. Kwa hiyo tunaomba TANROADS wasikie hiyo. Tumechoka kwamba yani tumechoka kuzika. Hatuna kivuko. Hatuna yani kivuko hamna hapa. Wala hakuna kibao inaonyesha hapa kuna nini? Kuna zebra, hamna zebra. Umeona ndugu wangu? Kwa hiyo tuna uchungu. Tumeongea na manager wa TANROADS baada ya kuandikia kwenye taarifa ya kata ya Robo. Tulipoandika taarifa tukaambiwa ielekezwe kwa manager wa TANROADS. Na akasema tuandike barua kuelekeza kwa RTO ili waje wakae kikao waone wanashauri barabara hii inawekwa matuta ama vivuko ama kupanga traffic. Kwa maana hiyo ilikuwa katika utekelezaji mpaka ajali hii leo imetokea tena. Lakini kiukweli pia wana Kisongo tumechoka kutokana na changamoto ya barabara hii ya Dodoma Road ambapo ukiangalia sio hapa tu, hata hapo njia Moram kwenye kuelekea St. Margaret ama ofisi za kijiji. Pia tuna changamoto hiyo, tunahitaji pale tupate stendi. Japokuwa tumewekewa kivuko cha watembea kwa miguu, lakini tunahitaji stendi ya daladala kwa sababu ukiangalia kijiji hiki cha Ingorora makazi yametanuka sana. Ni kweli barabara ni highway, lakini ukiangalia yana makazi ya kutosha, lakini pia wananchi wameongezeka kwa sababu ya viwanda. Ukiangalia hapa waajiriwa ni wengi mno, vijana ni wengi. Ukiangalia hapa ajali ilikotokea upande wa pili tu, pana kiwanda kikubwa cha Sidco kinajengwa, kinategemea kubeba wananchi wengi. Barabara hii isipopunguzwa speed ya magari itazidi kusababisha ajali kwa sababu ya population iliyopo. Kwa hiyo kama wananchi wa Kisongo tunaomba vyombo husika ikiwemo TANROADS pamoja na TARURA waweze kuona namna gani ya kutusaidia pamoja na jeshi la polisi upande wa usalama barabarani tuweze kuona namna gani ya kutusaidia kwa wananchi wa Kisongo kuepukana na changamoto hii. Ukiangalia vizuri kama anavyoendelea kusema kwamba kuanzia Waya kuelekea Meserani ajali ni chache kwa sababu kule population bado sio kubwa. Kwa maana hiyo hiki kipande kimekuwa na changamoto kubwa kutokana na makazi kuongezeka na wananchi kuwa wengi. Na hii barabara hapa ya Meseye Kibansal ni barabara kuu ya kuelekea shule kubwa ya Enoti High School. Kwa hiyo tukipata kivuko itaturahisishia wananchi na wakazi wa eneo hili kuamini kwamba watoto wetu wanaenda shule kwa mazingira salama. Ukizingatia shule ile pia watoto wengi ni wadei. Kiukweli changamoto inapotokea wanasema ili nyumba ujue inavuja, wanasema acha mvua inyeshe. Mvua imenyesha, tukaona kwamba wapi tuzibe. Kwa hiyo ajali inapotokea tunaangalia changamoto hii itatuliwe kwa mazingira yapi. Kwa kuwa ajali zimeonekana zikitokea mara kwa mara, ndani ya wiki moja imetokea ajali zaidi ya 4. Basi tunaomba TANROADS wafike waone changamoto hii, lakini pia waitatue kwa wakati. Maana hata mwaka jana wananchi walitaka kufunga barabara ya pale Engorora hapo North Culture, hapo njia Moram kuelekea St. Margaret ama ofisi, lakini walikuja RTO na viongozi wakaahidi kwamba wataweka bamsi kwenye hii barabara, lakini mpaka sasa hivi tumekewa tu kivuko na mpaka leo ajali ni nyingi. Tunaomba kama nyewe waandishi wa habari mtufikishie, japokuwa tunaamini serikali yetu ni sikivu na inaenda kufanya kazi. Na ni wasi wananchi wa kata ya Kisongo waendelee kuwa wapole kwa sababu changamoto hii inaenda kufika mwisho na barabara itakuwa salama. Majina naitwa Engineer Sunday Boaz, ni mkuu wa idara ya mipango TANROADS Arusha. Kwanza wananchi poleni sana. Poleni sana kwa ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara. Tumepokea simu moja tu ya mheshimiwa diwani, tukasema tuwai mara moja, yani hata nusu saa haijaisha mpaka tumefika ile eneo. Ametueleza, tumeteta naye sana pamoja na DTO, tulichokubaliana cha haraka sana
cha haraka, kwa sababu eneo limekuwa likiwa na ajali nyingi. Wakala wa barabara TANROADS itafanya usanifu wa haraka sana kwa kushirikisha wataalamu wa safety, road safety kutoka TANROADS makao makuu. Tutaandika barua leo, tutawaita wataalamu waje waistadi ile eneo ili tuweze kupata tatizo la kudumu. Ila kwa sababu ya uharaka tutafanya jambo moja kama TANROADS, tutaweka rasta. Rasta ni mbadala wa matuta. Tutaweka rasta na tutaweka vibao ambayo askari watakuwa wanawatoza watu wanaokimbiza kwa spidi. Kwa hiyo leo tutaanza usanifu wa hii ambayo ni ya temporary. Kesho tutakuwepo hapa na mkandarasi kumuonyesha ni sehemu gani ya kuweka hizo rasta. Na tutawashirikisha nyie kama wananchi, mtuonyeshe ni sehemu gani sahihi ambayo inatakiwa kuweka hiyo rasta. Wakati tukisubiri usanifu wa wataalamu wa masuala ya usalama barabarani kutoka makao makuu, watushauri ni namna gani ya kufanya ili kuondoa tatizo moja kwa moja. Kwa hiyo kesho tutakuwepo hapa, tutafanya hiyo na tutawashirikisha nyie. Kwa poleni sana, poleni, tutasimamia kama serikali. Asanteni.